Mwanafunzi huyu aliokota kitabu cha miujiza na kila aliloliomba lilikubalika, lakini kwa sharti moja tu, kwa sharti ya maisha ya mwanadamu. Picha yetu inaanza ikituonyesha mzee mmoja ameshika kisu akiwa anajitoboa toboa. Licha alipingana na ukweli, lakini nafsi yake ilibidi ifate kama ilivyokubalika. Binti alijitahidi sana kumwomba babake asijitoe maisha, lakini baba huyo alimwambia huyu ni Manta Sulgana, na kiapo na makubaliano yanapopita hamwezi mkakubaliana tena mara mbili. Na mzee anaingia katika chumba ambacho alikuwa anafanyia miujiza, na huyu Manta Sulgana anatokea na mtoto kwa macho yake mawili anashuhudia baba yake mzazi akijitia moto. Binti anaamka anajikuta yuko ndani ya gari. Tanti amekuwa mkubwa sasa, ila bado kumbukumbu ya haya makovu kutokana na moto yanamtesa, na bado kumbukumbu hizi za kifo cha baba yake zinajirudia. Tanti mama yake mzazi alishafariki dunia pale tu alipomzaa. Kwa hiyo Tanti alilelewa na baba, na leo Tanti amekuja shuleni kuja kuendeleza masomo yake, na Mungu alimjalia Tanti. Gari hili lilimpeleka moja kwa moja ndani ya chuo hiko, na alipofika tu Tanti ndani ya chuo hiko anakuta ubao ambao umebandikwa wanafunzi wawili ambao ni Luck pamoja na Alium ambao wamepotea. Tanti aliangalia vizuri, lakini hapa anakuja Esther pamoja na Faye. Wadada hawa walitambuana vizuri na kila mtu akajitambulisha, na wote hawa ni wanafunzi ambao muda mwingi walikopo hapa, na wakamwambia chumba chako ni kiapo. Ada ya kukabidhiwa chumba chake alifanya usafi, lakini kwenye dressing table anakutana na picha ya watu watano. Lakini hawa watu wawili waliokupo ndani ya hii picha ambao wamepiga ndio ambao hawapo. Kwenye kuishangaa vizuri hii picha, punde si punde hii picha nayo inamtoka ndani ya mikono yake, na ilipomtoka aiangalie kitu kizito anakuja kukibaini. Ilipofika asubuhi, bidada Tenti moja kwa moja ilibidi awaeleze. Akamwambia jamani, jana usiku nimeona mzimu, lakini Astra akamwambia ni vitu vya kawaida tangia amepotea Ahram pamoja na Luck, yani tumekuwa hatujielewelewi. Lakini Ahram kabla ya kupotea babake mzazi alikuja hapa kumchukua, lakini hatujajua alimpeleka wapi mpaka hivi sasa. Na upande wa huyo Luck amepotea tu katika mazingira ya kutatanisha, ghafla tukawa hatumuoni tena hapa chuoni. Walizidi kumwadisia binti, lakini hapa tunamuona Mahrez na Leza wakiwa wanabishana, jambo ambalo ni la kijinga, jambo ambalo halina kichwa wala miguu. Huyu Mahrez anamwambia, kwa nini wewe unachukua maamuzi ya kunikataza mimi nisifuatilie vifo vya watu ambao wamepotea, na watu ni marafiki zetu? Lakini jamaa anamwambia kimbelembele akitakiwi, inabidi kazi hiyo uachie serikali. Jamaa akasema siwezi nikaiachia serikali, nitaendelea kufuatilia mpaka mwisho. Na Mahrez aliongea kwa kinywa kipana bila kuogopa. Hata dada huyu alishangaa. Na baadaye kidogo Tenti aliingia zake chooni, lakini ule mzimu bado unaendelea kumfuata. Hata hivyo Tenti alijifanya kama hajauona na alivaa nguo haraka na kutoka zake, lakini kabla ya kulala siku zote anamkumbuka baba yake kwa malezi aliyomlea, na hasa hii cheni ya thamani aliyompa, kwa sababu hii cheni ina maana kubwa sana kwake. Maliza kuangalia picha babake, bidada alijilaza, lakini hapa kuna maono mazito anayaona. Anakiona kile kifo jinsi kilivyomtokea Luck. Kumbe Luck alipata ujumbe kuambiwa kwamba ulolitenda ndilo ambalo linakurudia. Bidada baada ya kuangalia vizuri anamuona huyu Luck analazimishwa kutia kitu chenye ncha kali ndani ya sikio lake, na baadaye alimuona huyu shetani ambaye anaitwa Sulgana. Sulgana alimtoa moja kwa moja huyu Luck mpaka mbele ya kisima na kuchukua ile tupa na kumchinja kwa mkono wake na kumdondosha ndani ya kisima. Bidada kwenye kitanda, usingizi unaluka, anashtuka, lakini alipojifuta hivi damu nzito alijipaka ndani uso wake. Dada ilipofika asubuhi ilibidi atoe taarifa katika vyombo vya sheria na kusema kwamba nimeota, na kweli watu walipoangalia ndoto ya bidada ni kweli maiti inanuka sana, inatoa harufu na kila mtu aamini kilichotokea. Dada ana hofu, aamini kinachoendelea. Mahrez alimpiga picha kwenye hali ile.
Baada ya jambo lile kutokea, Faye pamoja na Aster walikaa kikaangoni, wakasema kama Tenti ameweza kumwona Luck na ingalikuwa hakuwepo shuleni na anajua kila kitu ambacho kimetokea na mwisho wa siku kweli amembainisha Luck ndani ya shimo, basi tumuombe Tenti atusaidie, twende atutafutie Alamu yuko wapi na yeye. Basi walimweleza na Tenti wala hakukataa na akakubaliana nao na akawaambia tutatoka mguu mosi mguu pili mpaka katika nyumba ya kina Alamu. Semoga lu bisa ngerasain gue ada di mana. Walipofika nyumbani kwa kina Alamu, lakini walikuta nyumba yote iko kimya. Licha waliita sana lakini hawakujibiwa na wakaanza kuchungulia katika madirisha. Pindi wanachungulia katika madirisha, huu mzimu ukatokea tena na bidada akasukuma mkono wake na kupelekea kujikata. Faye alikuja, alimfunga haraka sana na kumzuia, na mwisho wa siku mdogo mdogo wakafungua mlango na kuingia ndani. Lakini kama ilivyokuwa kawaida kwake Tenti, na nguvu za ajabu alizokuwa nazo Tenti, alijikuta anaona huu mzimu ukimwelekeza mpaka chumbani kwake. Na hata walipofika hapa wanakuta kitabu ambacho kipo katika nembo za ajabu. Kitabu chenyewe kinaitwa Mantasurugana. Walipokiona kitabu hiki ilibidi akiangalia vizuri, lakini bado maono yake yanaendelea kutamba ndani ya mwili wake. Mara ghafla Faye anakuja, anamshika bega na yeye kukaa chini. Na hata huyu Leza alipokuja pamoja na Aster walikaa, wakasema kwa nini? Kumbe Alamu alikuwa anatumia kitabu hiki kufanya miujiza, na ndicho ambacho alipelekea kumuondoa ndugu yetu Lucky, ama kutuondoa. Ina maana kuna siri iko nyuma ya panzia ambayo Tenti mwenyewe haijui, lakini Faye anakuwa muoga, anamuomba. Hata Aster anamwambia hakika, tafadhali unaomba utusaidie, hii laana ituondoke kutokana na nguvu za ajabu. Basi tumuite huyu shetani na umuombe aache, kama ana lengo baya na sisi aache kutuzuru, aache kutufuatilia. Lakini bidada akaongea maneno kutoka kwenye moyo wake, kwa sababu alikuwa amini. Na Faye machozi yalimtoka kwa uoga. Jamani, tafadhali tumwite Mantasurugana. Basi aliwafuta machozi wenzake na kuambia basi kaeni tayari na tuanze kumwita. Wakati ibada inaendelea na Surugana alikuja na kamwambia, hakika umeniita, kitu gani unataka? Na kama umeniita niko tayari kwa amri yako na ombi lako, lakini nataka uwe mfuasi wangu, uwe mwanachama wangu. Lakini bidada alikataa. Baada ya huyu Mantasurugana kukataliwa na kupata mfasi mmoja ama wawili, lakini Tenti yeye alikanusha. Lakini Aster kama alikuwa na tamaa ya kufanya jambo na kukubali, kwa sababu aliogopa vitisho vya Mantasurugana, moja kwa moja alirudi nyumbani na hawa watu kila mtu akaachana na mwenzie na walimshusha vizuri Aster aingie nyumbani kwake. Lakini Aster aliwaangalia vizuri na Aster alimkuta mjomba wake amelala, na moja kwa moja kutoa kiwembe ama mkasi na kuanza kumnyoa mjomba wake ndevu. Kipindi anamnyoa mjomba wake ndevu, mjomba anashtuka. Mjomba alimkuta Aster na hajataka kumwelewa, alijua Aster anataka kumzuru. Kumbe tabia ya mjomba kwa Aster ilikuwa ni mbaya na kikatili. Mjomba tangia alivyokuwa mdogo, binti alikuwa anakula uroda kinguvu. Licha waliondoka, lakini Mantasurugana alimfuata Lezi na kumnyonga moja kwa moja. Maono haya bidada yanamjia.
Manta aliwatembelea na kuwachinja dada. Maono haya yote alikuwa anayaona na alitoka moja kwa moja mpaka kwa kina Faye na Asta na kuambia, kwa nini mnakitumia kitabu hiki vibaya na kwa nini mnafanya kuwa wafuasi wa shetani? Lakini Faye analia, anamwambia hakika mjomba wake na Asta alikuwa anamtesa sana. Tangia Asta yuko mdogo anamuingilia pasipo na nini na ruksa yake. Faye akaulizwa, wewe unatetea kitu gani? Kwa nini Asta asiende kwenye serikali akailalamikia kuambia kwamba mjomba ananifanya mkewe na ingalikuwa mimi ni mwanae? Kwa hiyo mmechukua muzi, naombeni iko kitabu. Walikana kutoa hiki kitabu na Asta akamwambia, hakika ulitukuta, basi tuache, wewe sio rafiki mzuri. Tenti akaondoka na kuachana nao na leo mivimbo inaendelea. Ona bora ajitenge na kwenda zake nje, lakini huyu kijana ambaye anaitwa Mahrez alikuja akamwambia, hakika naelewa hali ambayo alikuwa nayo, lakini kuna jambo ambalo la kutatanisha. Unajua mambo yote haya yalianzia wapi? Dada akamwambia, hakika sijui wapi alipoanzia, nilibahatika tu kumwona Lucky amefariki dunia. Jamaa akamwambia, kuna siku moja walikuwa wanabishana Lucky pamoja na mwenzie kwamba ni mwanafunzi yupi ambaye ataweza kulala naye mapema Ahram, na huyu hapa alifanikiwa kwenda kulala naye yule mwanamke, na alipomaliza kulala naye alimtumia video hiyo Lucky alipoiona video hiyo akaiposti moja kwa moja ndani ya mitandao. Kwa hiyo Ahramu akaanza kusemwa vibaya shule nzima, si kwa wanafunzi hao tu, hata marafiki zake ambayo ni Faye pamoja na Asta. Kwa hiyo hawa wote wanaofia kama kifo kitawatokea. Kwa hiyo dada Tenti anakuja anapata jibu kamili, jibu ambalo limethibitishwa kutoka kwa mtu wa karibu na hawa wanafunzi wenzake ambao ni Mahrez. Mahrez alizidi kumwambia hakika alitumia kitabu hiko Ahlam kama kulipiza kisasi kwa sababu walimdhalilisha. Kwa hiyo dada huyu akutaka dhalau, na ndio maana akaamua kufanya maamuzi mazito, maamuzi ambayo sasa hivi wanajutia. Maamuzi hayo wanamuona huyu mbaya. Je, tutasimamishaje hii laana ama hivi vifo ambavyo vinawaandama hawa marafiki zetu? Na hata wewe nimekupiga picha na muona huyu shetani Manta Surugana yuko karibu na wewe. Je, kwa nini anashindwa kukuua? Na ingalikuwa yoyote ambaye anamuongelea vibaya Manta Surugana ama mtu ambaye anamuingilia Manta Surugana hupita naye bila shida yoyote. Na dada hapa napata kuelewa kama Mahrez alimpiga picha bila ruksa yake ama alimpiga picha, lakini huku upande huu Faye anatapika vigae vile ambavyo wanamwitaga Manta Surugana. Hili jambo Asta analiona, na walipoangalia vizuri wote hawakuamini, wakajua kuna tatizo. Na tatizo hili ni nini? Lakini walimwangalia bibi yule na huyu dada akaona wivu, kwa sababu Asta alikuwa anatoka na Mahrez na akajua Mahrez anatoka naye huyu dada Tenti. Hapa wivu kamjaa, akaja akachukua picha ya huyu dada Tenti, akachukua baadhi ya nywele za Tenti, na moja kwa moja Faye anamwambia, hakika usifanye hivyo, yule ni rafiki yetu. Na dada akamshikia mkasa akamwambia, na ukiendelea na wewe nitakujumuisha. Kwa kuwa yeye Asta alishaanza hizi bada, Faye aligonga mlango nje kumkataza bidada asifanye jambo lake ambalo anataka kulifanya, yani jambo ambalo anataka kumkabidhi Manta Surugana kafala yake, na Manta akamalize Tenti. Dada akiwa anaendelea kufanya ibada, na huyu shetani taratibu anamnyemelea kinyamela ili mradi aende akafanya lake. Unajua unapokuwa karibu na mnyama mkali na huyu mnyama anakuingia, na mwisho wa siku roho yako inabadilika. Licha ya kwamba Faye alipiga sana, lakini na yeye alikatwa nywele zake kidogo na dada kuingia ndani na kuwachanganya wote wawili ili mradi aendelee kufanya mambo yake. Watu huku wanapambana, lakini Faye alikimbia na kukimbia tena, lakini Manta Surugana alikuja uso kwa macho kwa uso, akamnyanyua Faye juu na kumwambia Faye, leo ni siku yako. Upande wa pili Mahrez pamoja na Tenti, haya maswala waliongea mengi, lakini Tenti alimwambia, hakika kwa kuwa umenyonyesha hiyo picha, basi kuna vitu vingi sana nimepata kugundua. Hakika Manta Surugana huenda akawa ananifuatilia muda mwingi,
lakini hapa kuna roho na maono mengine anayaona, na hata jinsi walivyoingia hapa ndani na yeye kuwa akilala anaona mambo haya, na akaunganisha mapicha we akajua kama Manta Sulugana sio jini wa mchezo, lakini kuna maono yanaingia ndani ya mwili wake. Anaona Dahlila ndio mwanamke wa kwanza ambaye alimuita Manta Sulugana baada ya Dahlila kupigwa mtungo na wanaume zaidi ya 9, yani walimbaka mpaka wakambaka tena. Kwa hiyo tukio hili leo Tenti anaonyeshwa kama Dahlila ndiyo chanzo cha mambo yote, lakini malipo ya Dahlila yalikuwa kama yalivyotokea kwa babake, yalikuwa ya kujichoma moto ama ya kujiadhibu, kwa sababu ukiuza roho yako kwa shetani, lazima shetani atake malipo ya kazi yako ambayo unaifanya. Ndicho ambacho kilitokea kwa babake, ndicho ambacho kilitokea kwa Dahlila, na kumbukumbu hizi bado anaziona. Kwa hiyo alipounganisha kila jambo lake akasema, licha ya hao wote wanafanya hivyo, lakini ni malipo yatawarudia. Mimi nahisi kinachonisaidia ni huu mkufu alionipa babangu mzazi, na dada aliona kweli huu mkufu uliopewa na babake ndio ambao unamsaidia, na hata Sulugana anapomsogelea anashindwa kumkaribia, na Sulugana anatamani Tenti awe kijakazi wake, awe mtumishi wake, kwa sababu ana mkufu ama ana cheni ya kumwongoza na cheni ya kumzuia. Kwa hiyo Manta Sulugana alimuonyesha maono mengi, na maono haya bidada anayaona na kutoka katika ndoto nzito akiwa yuko na Mahrez, na kumwambia hakika wote mtaangamia, ama kila mtu ataangamia, na tusipozuia hili neno basi hili neno litaendelea kuwa kubwa. Na hata hudada aliposambaziwa picha zake za utupu, basi Manta Sulugana yeye ndiye aliwajibika na kuwatesa na kuwachinja hao vijana wote ambao walimkosea Dahlila. Na hata huu mzimu ambao tunauona ni wa huyo Dahlila, ambaye yeye naye alikuwa na kaumu, ila wanafunzi wapenda ngono na wapenda anasa ndio walisababisha mtu kufanya mambo yote haya hapa ambayo yametokea. Kwa hiyo leo sababu za msingi zinajulikana kuwa ni kulipa kisasi. Kwa hiyo wanajikuta hapa wanateteana, vigae vingi vinamdondokea Mahrez, na Tenti anapiga kelele kwa kujua Mahrez ameshafariki dunia. Dada baada ya kupiga kelele na kulia kwa uchungu, hapa anaendelea tena kusikia sauti ama mzimu wa Dahlila unamvuta na kumwita. Aliinuka na kufuata ule mzimu, na huu mzimu leo una kitu ndo kumuonyesha. Anaona tena tukio lingine la kwamba baba ake na Dahramu wakiwa wanavutana, lakini jambo hili lote lilitokea pale baba mtu alipomkuta mwanae akikitumia kitabu cha Manta Sulugana kwa mambo mabaya, kwa mambo ya kuua wanafunzi wenzie. Kwa hiyo Ahlam ndiyo ambaye alimuua Raki kwa kutumia mkono wake, kutokana na Raki alimfanya kitu kibaya na kuposti katika mitandao na kila mmoja aliona, na ndipo baba mtu alimfungia mwanae Dahlila Ahlam ili mradi asiendelee kuwaua watu. Na baba kipindi anamfungulia Ahlamu, shetani Manta Sulugana alitokea, na baba anajikuta ameingia katika mikono mibaya ya Manta Sulugana. Manta alimbamiza juu na kumfanya juu, na hata damu nyingi zikaanza kumtoka mzee ndani ya kinywa, na damu hizi ziliingia moja kwa moja kwa binti yake Ahlam. Na hata huu mzimu alikuwa anauona unaomsumbua muda wote, ulikuwa unamuonyesha ni nini ambacho kimetokea, na ndio maana huu mzimu ulikuwa unamfuata muda wote, kwa sababu yeye ana kinga ndiyo ambayo inamsaidia, ndiyo ambayo inamzuia. Alipelekwa moja kwa moja mpaka ndani ya chumba ambacho Ahlam amefungwa, lakini kabla ya kumfungua Asta anakuja anamwambia, utapomfungulia Ahlam hakika huyu Mahrez namua. Na ikumbuke kwamba Mahrez alikuwa anatoka naye, lakini Asta sasa hivi kutokana na shetani huyu amemuingia, anajikuta na mpenzi wake kwa mikono yake mwenyewe, na shetani alipomtoka anabaki kujutia, anabaki kujilaumu kwa nini amemuua mpenzi wake. Lakini Manta Sulugana aliingia tena na kumfosi bidada ajitoe roho yake, kwa sababu ameenda kinyume na yeye. Lakini Manta anarudi tena katika mwili wa Ahlam.
alipoona maji yamezidi unga, ilibidi achukue kisu chake na kwenda moja kumvamia Ahlam ili mradi auondoe mwili wa Manta Sulgana ndani ya mwili wa Ahlam. Na kweli Ahlam alitulia kwa sababu kisu kilimwingia, na ndipo huu mzimu kwa mbali unamshuhudia. Siku ilipofika asubuhi yake, bidada alikuja hapa moja kwa moja na kugewa baadhi ya vitu, lakini roho ilimuuma sana na kuja kuchukua kile kitabu cha Manta Sulgana na kukitia moto. Watu kama Fei akiwa amepofuka macho na bado Manta Sulgana akiendelea kumsumbua akiwa katika hospitali ya Milembe. Yaani walimchukulia chizi, kumbe Manta Sulgana anaendelea kumsumbua na kumtesa Fei. Kwa nini amekana? Bidada anakuja tena kushtuka hapa anapoangalia vizuri mikononi mwake, na watu walipanda nao ni watu ambao wamekufa, na alipojiangalia vizuri alikuta kile kitabu ambacho alikichoma moto kipo ndani ya mikono yake. Kwa hiyo shida bado haijaisha, lana kwa tenti haijatoka. Manta Sulgana bado anataka kuabudiwa, na dada yupo ndani ya basi hili ambalo lilimleta, na ndilo basi hili anajiona tena wakati anaondoka katika hii shule. Oya wanangu wa Tam TV Recap, ni mimi hapa DJ wako mitamboni Feibash. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa katika Tam TV Recap Max, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe, pia comment na like, share sana wanangu. Tukutane katika recap ijayo. Chao.